na Ashura. Mwezi 9 na mwezi 10 ni masiku yetu adhim ambayo Waislamu natakiwa tuyaone uzito wake na tufunge. Ndugu yangu, hujui siri ni ya Allah tabaraka wa taala, kama wewe unaweza kutoboa mpaka mwakani. Kwa hiyo Allah akikuruzuku kufika mwezi 9 na mwezi 10 Muharram, jitahidi uwe ni katika wafungaji ili kupata haya malipo ambayo kwamba tumeahidiwa Waislamu. Lakini nilisema kitu kwamba hii funga ina 4 marahil, ina hatua 4, ambayo hatua ya kwanza ndio maulama wamesema hiyo ndio first class, ndio ya juu kabisa na fadhila zake ni nyingi zaidi, ni kufunga Tasua na Ashura. Unaianzia mwezi 9 na mwezi 10. Inayofuatia hiyo ni kufunga Ashura wal yawm alladhi ba'da. Unafunga Ashura na siku ambayo iko baada yake. Ina maana hapa umeikosa ile ya kwanza ambayo ni bora zaidi, umeifuata nambari 2. Na ya 3 ni kufunga siku ya 10 peke yake ambayo ni Ashura, na ya 4 ni kufunga 9, 10, 11. Hivi ndivyo maulama ambavyo wameziratib, wamezipanga hizi siku katika utaratibu wa kuzifunga. Ndugu zangu katika imani, ndani ya taratibu 4 hizi walizozileta maulama, hebu jitahid uwe umeishika na kuifuata moja, na usiwe umeshindwa zote. Nafasi yako itakuwa ni ipi? Madauruka, wewe itakuwa ni nani ambaye umeibeza na kuipuuza na kuidharau sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Yani huku shika hata moja na huna udhuru wa aina yoyote, alafu wewe ndo unataraji ukawe peponi na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati ukuwa tayari kufuata sunna ambazo ametuachia. Ndugu zangu, mambo mengine huwa hayahitaji gharama, bali ni maamuzi ya wewe kuwa tayari moja kwa moja kusimamia mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huko ndiko kumnusuru Mtume kwetu sisi, ni kuyanusuru kwa kuyafanyia kazi yale mafundisho na matendo yake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, hotuba yangu ya kwanza ilikazia moja kwa moja ubora wa siku ya Ashura na fadhila za kuifunga siku hiyo, na nazidi kuwahimiza Waislamu tusikubali kupitwa na siku hiyo. Natoa ukumbusho huu kwa kujitoa katika lawama na udhuru mbele ya Allah ya kwamba nimewakumbusha kuifunga funga hii ambayo ni muhimu sana kwetu sisi Waislamu. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya pili bado ina muendelezo kuonyesha ubora na thamani, lakini kwamba kwetu sisi Waislamu ni siku ya faraja kubwa sana hii siku ya Ashura, au ambayo ni siku ya mwezi 10 wa Muharram. Tutaongea mengi biidhnillahi Allah atakavyotuwezesha, ili uondoke baada ya hotuba hii umebeba somo kubwa sana, kuifahamu kwamba siku hii katika historia ya Uislamu au historia ya dunia kwa Waislamu ni siku ambayo ni ya nusra, bali ni siku ya faraja kubwa mno, bali sio siku ya kughafilika nayo, kwamba eti umekaa kama Muislamu washindwa kujua ubora wa hii siku ya 10 ya Muharram, kwamba Waislamu wamepata faraja ipi na ipi na ipi. Si jambo lenye kupendeza. Lakini kwanza, ndugu zangu, tufahamu jambo hili. Yati yaumu Ashura liyudhakkira al-umma, siku ya Ashura hii inakuja ili iwakumbushe umma wa Kiislamu, wakumbuke annahu la taqifu amama quwwati llahi wala yajiz subhanahu shay'un fil ard, kwamba hakuna chenye uwezo wa kusimama mbele ya nguvu za Allah tabaraka wa taala katika hii dunia, wala fi samai, wala mbinguni. Hili likae ndani ya akili yako, na matukio ambayo yanafuatia iwe ni dalili kwako wewe na kielelezo kikubwa kabisa, kikupe tauhid thabit ndani ya moyo wako, kuona kwamba mbele ya nguvu za Allah hakuna chochote ambacho kinaweza kusimama, cha mbinguni wala cha ardhini. Na tufahamu kwamba Allah anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri ya Allah anapolitaka jambo lolote, hata wewe ukiliona lina ugumu na uzito wa kiasi gani,
waweza kusema kwamba hili haliwezekani. Kwa Allah ni kuliambia tu jambo hilo kuwa ghafla taamaki limeshakuwa. Ndugu zangu katika iman, tufahamu ya kwamba batili katika hii dunia mahama ntafakha fa inna masirahu ila alhalak. Batili ya aina yoyote, vyovyote ambavyo utaiona ni kubwa kabisa kwamba hiyo imeshindikana, fahamu kwamba mbele ya Allah tabaraka wa taala hiyo mwisho wake ni kuteketea na kuzama na kufeli. Na hivi ndivyo historia ya ulimwengu inavyoonyesha. Fahadha Firaun yad'i al-uluhiyya wa yu'linu bikulli jur'a. Firauna huyu anajitangazia uungu, yeye anadai kwamba ni Mungu, sababu ana mengi ambayo ameyafanya katika mji wa Misri, na ana fakhari za hali ya juu ambazo kwamba yuko nazo. Kwa uoni na mtazamo wa macho, basi waweza kusema kwamba huyu nafasi yake ni kubwa kabisa, na yeye mwenyewe yale aliyokuwa nayo yalimpa jeuri na kibri ya hali ya juu, na alifikia mahala akawatangazia Firauna wafuasi wake, bali akalitangazia taifa lake, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Anawaambia kabisa biljur'a, kwa ujasiri na kujiamini kwa hali ya juu, anawaambia kwamba mimi sijajua kama kuna Mungu zaidi yangu mimi. Huyu ndiye Firauna kwa majeshi aliyokuwa nayo na nafasi kubwa ya uwezo aliyokuwa nao, alifikia hii daraja. Hakudhania kwamba iko siku Firauna atakuja aporomoke katika utawala wake, atakuja awe ni duni dhalili, hajiwezi kwa lolote. Na aliendelea kusema kwa kujaza kinywa chake bila ya kumwona haya Allah tabaraka wa taala, akawaambia watu wake, ana rabbukumul a'la. Ndugu zangu, haya anayozungumza Firauna ni katikati ya da'wa ya Nabii Allah Musa alayhi salam. Wakati huo anamtangaza Allah, anatangaza tauhid, anaitangaza al-aqida sahiha, itikadi iliyokuwa sahihi. Anawaambia ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo Mungu wenu mkubwa kabisa, hayuko mwingine zaidi yangu mimi. Watu kwa nadharia zao wakimtazama Firauna na uwezo wake, hawamuoni juu kwa uoni wa macho kwamba yuko ambaye yuko juu yake. Na vile mataifa mengine mawasiliano yalikuwa ni duni kabisa, wao walikuwa wakimuona huyu jamaa kwamba yeye kweli ndiye mkubwa, na ni mkubwa katika nafasi yake ambayo alikuwa nayo, lakini ni mdogo sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya maneno ndugu zangu katika imani, haya maneno ni mazito na ni mabaya kabisa, na wala usije ukapitikiwa katika maisha yako ya dunia kutamka neno kama hili. Ni neno baya, neno zito ambalo halitakiwi kutamkwa katika hii ardhi na mtu yoyote ambaye anajitambua. Firauna alipotamka neno lile, Allah hakumchelewesha tena. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, Allah akamkamata na adhabu ya akhira, ya adhabu ya duniani na adhabu ya akhira. Firauna na ukubwa wake wote waliokuwa akijiona nao, hatimaye anakuja kuishia katika mto. Tena basi katika sistimu ambayo ilionekana kwamba yeye ni jahil, kwamba yeye ni mjinga mkubwa kweli kweli, wala hajiongezi katika upeo wake. Mahala ambapo waliangamia ni sehemu iliyokuwa na bahari. Allah tabaraka wa taala kaonyesha miujiza mikubwa sana kwa mtume wake na Bani Israeli katika njia ya kuwanusuru. Alipiga fimbo katika bahari, bahari ikapasuka. Na sio kwamba yale maji ilikuwa yaonekani. Wimbi la maji kundi liko kulia na fungu jingine liko kushoto, maji yamekaa. Ni mlima kulia, mlima kushoto, na yeye anayaona. Hata kusema kwamba hapa nikiingia huenda maji haya yakajifunga nikawa ni mwenye kuzama, hilo halikumjia. Mazingira yalikuwa ni magumu kwa Nabii Allah Musa alayhi salam na wale wafuasi wake kabla ya tukio hili la bahari kupasuka, lakini baadaye Allah akajalia bahari ikapasuka na wakavuka. Firauna naye akaona hapa fursa hii nisiwache, ngoja niwakimbize nikawakamate. Anaingia katika bahari ile, mtu wa mwisho anaishia wa Firauna pale pale, bahari nayo maji yakarudi kama kawaida kwa uhalisia wake, na pale Firauna ndipo alipoleta toba ya kinafiki ya kiuongo ambayo Allah aliikataa waziwazi. Yeye alisema kwamba nimeamini kwamba hakuna Mungu isipokuwa ni huyu aliyeaminiwa na Banu Israil. Allah anamwambia al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, leo hii
hali ya kuwa uliasi kabla ya hapo na ulikuwa wewe ni fisadi mkubwa kabisa. Huyu ndiye Firauna aliyejiita Mungu, hatimaye nguvu yake yote imepotea, majeshi yake yote yanazama pale na kuishiwa nguvu, na ndiyo mwisho wa Firauna huyu ambaye alionekana ni mbabe mkubwa sana. Lakini ndugu zangu, hii ndiyo sunna ya Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza maneno mazito ambayo tunatakiwa tuyaingize katika mazingatio, ili usije ukajiona wewe umefanya maasi ya fulani na unaendelea kubakishwa, upo hujafikwa na janga lolote, ukajiona wewe ni mshindi, uendelee na maasi yako. Maasi ni hatari sana. Wewe kama ulifanya maasi, tubu kwa Allah na uachane na hilo jambo. Abu Musa al-Ash'ari anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna Allah azza wa jalla yumli lidh-dhalimi, hakika Allah mtukufu anampa muda au anampururia yule dhalim asi katika hii dunia, fa idha akhadhahu lam yuflithu, akimkamata huwa hamwachi tena. Wewe ukikamatwa katika dhulma yako unayoendelea nayo, katika maasi yako, basi Allah hakuachii. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya hii, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid. Hivyo ndivyo inavyokuwa adhabu ya Mola wako anapoiadhibu miji ambayo imezama katika maasi. Hakika adhabu yake ni yenye maumivu makali na ni adhabu kali mno. Ndugu zangu katika imani, tukio la kugharikishwa Firauna huyu limetokea siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, siku ambayo inaitwa Yaumu Ashura, na ndio siku ambayo kwamba tunafunga kumshukuru Allah tabaraka wa taala kumuangamiza adui yule na kumnusuru Nabii Allah Musa alayhi salam. Lakini ndugu zangu katika imani, nusra ambazo zilifanyika ndani ya siku hii ni nyingi sana. Tazitaja ambazo kutokana na muda utaturuhusu. Ndani ya mwezi wa Muharram, na ni siku ya Ashura, ndiyo siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Allah Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Nabii Nuhu katika da'wa yake, na yeye alimkuta mazito kabisa, mpaka ikawa analalamika, anapeleka taarifa kwa Allah tabaraka wa taala ambayo inahuzunisha. Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, Mola wangu nimewalingania hawa usiku na mchana, lakini da'wa yangu haiwazidishii ila kunikimbia. Wakiniona wananikimbia, kila wakiniona tena. Basi kibaya zaidi, napoendeleza kuwafanyia da'wa, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaingiza vidole vyao ndani ya masikio yao, wastaghshaw thiyabahum, wanajifinika na maguo ili wasimuone na wasimsikie, wa asarru wastakbaru istikbara, wakaendelea na wakafanya kibri kikubwa kabisa. Lakini hawakuishi hapo, walikuwa wakimpiga Nabii Nuh alayhi salam, mpaka Nabii Nuh hawezi hata kujitingisha, kama ambaye kaparalyze mwezi mzima. Ni kipigo ambacho kapigwa na watu wake. Kisa nini? Ni dawa ambayo kwamba anaifanya. Lakini mambo yalipokuwa ni mazito, Allah akamwamrisha Nuh, akamwambia, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladhina dhalamu innahum mughraqun, tengeneza jahazi kwa uangalizi wetu na wahi wetu, lakini usije ukaniomba chochote kwa hawa ambao kwamba wamefanya dhulma, hao wote wanagharikishwa. Na ndugu zangu katika imani, gharka hii iliyotokea ya Nuhu ilikuwa ni ya dunia nzima. Hakuna ambao waliokoka ila wale waliokuwemo ndani ya jahazi. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, kaambia pandeni ndani ya jahazi, bismillahi ndiyo kutembea kwake jahazi hii na ndiyo nanga yake. Hapakuwa na mashine wala kingine chochote cha kupeleka jahazi, ni jina la Allah tabaraka wa taala ndiyo ilitembea jahazi hili. Lilikuwa tukio zito, tukio la ajabu kabisa, na ndiyo gharka ambayo kwamba ilimaliza. Na ndiyo maana katika tarehe ya Uislamu au katika tarehe Nabii Nuh alayhi salam anaitwa Abul Bashar Thani, baba wa viumbe wa pili baada ya Adam alayhi salam. Ilipokuja gharka, ikawa walobaki ni wale walio ndani ya jahazi peke yao, na yeye akaipata hiyo laqab ama hilo jina. Tukio hili litokea siku ya Ashura. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hii nusra kubwa ambayo kwamba ameileta kwa Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Na tukio hili Allah analielezea kwa ufupi hata kwenye suratu Al-Qalam, anasema inna lamma tagha al-ma hamalnakum fil jariya, suratul Haqq, hakika maji yalipozidi tuliwabeba nyinyi katika jahazi.
natajwa mimi na wewe, tunatajwa sisi. Hii imekuwaje? Kwa sababu dunia ilianza upya. Kwa hiyo ilipoanza upya dunia, ndio sisi ambao kwamba tupo sasa hivi, baada ya ambao kwamba waliangamizwa wote. Hii ni siku tunafunga, ndugu zangu katika imani, kwa maana kubwa sana kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hizi neema ambazo kwamba ni nyingi sana Allah ametuneemesha.